Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Waziri Mkuu wa Israeli Bwana Benjamin Netanyahu ameapa kumaliza vita dhidi ya Iran kwa kubomoa miundombinu yake ya nyuklia na makombora, huku rais wa Marekani akisimamisha vitisho vya kijeshi. Waziri Mkuu huyo wa Israeli anasema moja kati ya mambo muhimu kwa sasa ni kuhakikisha tunaiharibu Iran na kuifanya kuwa vipande vipande na kuhakikisha kwamba operesheni yetu inafanikiwa. Anasema hivyo Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu wakati akitembelea kituo cha ujasusi cha IDF akiwa na Waziri Rom Dima pamoja na katibu wake wa kijeshi Meja Jenerali Goffman. Hata hivyo alikuwa na mkurugenzi wa Baraza la Usalama la Taifa Zach Hanegbi na mkuu wa ujasusi wa IDF Meja Shlomi Binder. Waziri mkuu huyo wa Israel amesema katika nyakati ambazo Israel inapaswa kuhakikisha inafanya mashambulizi ya kutisha katika vinu vya nyuklia pamoja na maeneo mengine yenye mifumo ya silaha za Israel, hasa makombora ya masafa marefu, ni wakati huu. Amesema kwamba wakati huu lazima wahakikishe mashambulizi mazito yanaikumba Iran. Kwa muda mrefu Iran pamoja na Israel zimekuwa na uhasama, na moja kati ya maeneo ambayo Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu alikuwa akilalamika wakati wote ni juu ya Iran kuwa na silaha za nyuklia. Na sasa kuanzia Ijumaa ya wiki iliyopita alianzisha mashambulizi kwa operesheni maalum aliyoita Rising Lion. Bwana Netanyahu anasema, niko hapa katika kituo cha ujasusi cha IDF pamoja na mkuu wa ujasusi wa IDF, na tukiwa na watu wetu wa ajabu na wapambanaji, askari na askari wa akiba ambao wanafanya kazi takatifu katika kutupa akili inayoshinda vita. Tutashinda vita kibabe, tutashinda vita kwa kuiadhibu Iran. Siwezi kuzidisha umuhimu wa kazi ambayo imefanywa na ambayo inafanywa kwa sasa katika kufikia ushindi kamili. Hata hivyo amemshukuru mkuu wa intelijensia ya IDF akimsema kwamba asante sana kwa mimi mwenyewe na raia wa Israel na serikali ya Israel, tafadhali nifikishieni shukrani zangu kwa kila mtu, anasema waziri mkuu huyo wa Israel Bwana Benjamin Netanyahu wakati akizungumza na wanajeshi ambao amekutana nao. Hata hivyo katika nyakati hizi kumekuwa na mambo mengi ambayo yanazungumzwa kutokana na vita baina ya Israel pamoja na Iran, lakini mambo mengi ambayo yanaelezwa wakati huu ni kutafuta suluhu ya kuweza kuhakikisha mzozo huo unatamatika. Mzozo huu kwa sasa umesababisha vifo vya watu wengi na majeruhi wengi, lakini licha ya kwamba Israel haikutoa idadi kamili ya watu wake waliouawa, lakini kimsingi kumekuwa na kurushiana makombora kutoka upande mmoja na upande wa pili. Lakini Iran imezidisha mashambulizi yake, ambapo kila kukicha na kila baada ya masaa kadhaa imekuwa ikifanya mashambulizi hayo, na mwisho wa siku wakati huu inaonekana maeneo mengi nchini Israel majumba yamevunjika na baadhi ya miundombinu imeharibika vibaya, huku pande wa Iran kadhalika baadhi ya majengo yakiwa yamedondoshwa kutokana na mashambulizi yaliyofanywa na Israel. Lakini pia hata katika maeneo yenye vinu vya nyuklia inadaiwa kwamba imeshambuliwa, na bado mpango ni kuendelea kushambulia maeneo mbalimbali yenye vinu vya nyuklia, ikiwa ni pamoja na Fordo ambapo Israel wanaisubiri Marekani kuleta ndege zao za kivita za B-2 ambazo ndizo zenye uwezo wa kurusha makombora na kuweza kufikia kina cha chini kabisa katika eneo la Fordo nchini Iran. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili uweze kufahamu yote yanayoendelea katika ulimwengu. Endelea kuwa nasi, endelea kufuatilia. Mimi ni Adam Hussein.